Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV, ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa katika channel hii, na inshallah leo bwana nitakufundisha kitu hatari. Ni kitu hatari kwa sababu ya ugumu wake na ukakasi wake. Nimeumbwa na watu wengi nije nifundishe hichi kitu, hasa wale wenye vitabu, lakini nikawa napata kigumizi. Kwa nini watu wanaomba hichi kitu kifundishwe? Nikaamini kwamba huenda wanasoma hawapaelewi pahala fulani au hawaelewi baadhi ya vitu, kwa sababu mtu kuna mwingine akisoma tu sehemu fulani anaelewa moja kwa moja. Mwingine mpaka aeleweshwe, mwingine mpaka asome zaidi ya mara moja. Mwingine apate mtu atakayemtafasiria hatua kwa hatua, kipengele kwa kipengele, na kumwelekeza kinafanya nini na kinafanya kazi gani. Sasa leo tutakuwa katika kitabu cha Mwongozo wa Tabibu, na leo tutajifundisha jinsi ya kuweka kinga au kuweka zindiko kwa kutumia mti wa mbaazi. Hili ni jambo ambalo nilizungumza katika kipindi kilichopita huko nyuma, nilipokuja kufundisha jinsi ya kuita mzimu wa mti wa mbaazi, na nikasema dawa hii inaweza pia ikatumika katika kinga, lakini nikatoa utaratibu kwamba nitakuja kufundisha jinsi ya kuweka kinga kupitia huo mti wa mbaazi. Lakini kinga hiyo nikasema endapo kama mchawi atakuja kuchezea eneo lako, hakika mnaweza mkampoteza. Sasa kinga hii ni kinga ya hatari, na ni kinga ambazo zinatumika na matabibu tu. Mara nyingi matabibu huwa hawawafanyii dawa hizi watu wengine, ila wewe leo umepata bahati ya kuijua dawa hii, na unaweza ukajifanyia mwenyewe kwa kufuata utaratibu tutakao elekezana hapa. Kwa hiyo hii ni kinga hatari, ni kinga ambayo ni ngumu kidogo, lakini ukiweza kuitekeleza na una nafasi, basi hakika jiandae kubeba lawama, kwa sababu kuna watu watapotea kupitia hiyo kinga yako uliyoweka nyumbani kwako, na watasahaulika kabisa katika ulimwengu huu. Sasa kabla tujakwenda kwenye somo, nilitangaza taarifa ya ofa. Nikasema itakapofika mwezi wa Dhulhijja tutatoa ofa, lakini simu zimekuwa ni nyingi. Wengine wanasema shehe, tutajie kabisa tarehe, tutajie siku, wenye nafasi tuanze kulipia, maana unaweza ukasema tarehe hiyo sisi ukajikuta tumepata dharura. Kama unavyofahamu binadamu wana dharura nyingi. Kumbe wakasema hivi, hao walioni tafuta kwa private, kama umetia nia ya kutoa ofa, kwa nini usitoe siku hiyo tukaielewa, ili wenye nafasi tulipie, ili kama itatokea dharura tumeshalipia tukapata vitabu. Nikasema talifikiria, lakini nimelitafakari vizuri, na japo mwezi wa Dhulhijja hujafika, lakini umebakisha siku 2 au 3 tu kutoka sasa. Una siku 2 au 3 tu uweze kuingia mwezi huo. Itategemea tuna kalenda ya mwezi itabadilika vipi, yani katika muandamo wake, lakini siku chache. Sasa kauli yangu ni hii, kupitia taarifa ya ofa niliyoitoa hapo awali, ni kwamba sasa ni rasmi dirisha la ofa linafunguliwa kuanzia siku unayoitazama au unayosikiliza klipu hii. Lakini rasmi ilikuwa inatakiwa ofa hiyo ianze tarehe 28, lakini kuanzia saa hizi unavyoisikiliza klipu hii, ukawa na nafasi ya kufanya malipo ya kupata vitabu kwa bei ya ofa. Sasa dirisha nimeliweka wazi, lakini mwisho wa dirisha hili tutapeana taarifa hapo katika klipu zitakazo kuja. Huenda tukawahi kuiondoa kutokana na yenyewe taarifa hii kuwahi kuanza kutumika, au tukafanya subira kwa kutumia hekima ya wahitaji. Kwa hiyo kuanzia leo unapoisikiliza klipu hii, makusudio yetu ni kupata ofa ndani ya mwezi wa Dhulhijja katika zile siku 10 za mwanzo. Lakini kwa kuwa wahitaji wenyewe wamesisitiza kwamba tupo tayari hata sasa hivi, basi kwa wale waliojiandaa wanaweza kufanya malipo ya kupata vitabu vya elimu za tiba. Vitabu vitakuwa 12, vitabu ambavyo vitakuwezesha kupatikana kwa bei ya ofa, badala ya kulipia 1,085 ambao ndio bei yake halisi ya vitabu vyote, ambao kila kitabu kina gharama yake ndani yake.
lakini ukizijumlisha zile gharama unapata 1,185,000, basi kwa sasa utalipia shilingi 45,000. Utaratibu wa kulipia na kupata vitabu kwa njia rahisi ni huu ufuatao, na nakuomba uzingatie kama wewe kweli ni mhitaji wa vitabu na unataka hiyo ofa hii isikukose. Cha kufanya, utakapokuwa umekusudia kufanya malipo, fanya malipo kwa njia yoyote ile, ima kutumia wakala au kupitia simu yako. Lakini ule muamala unaosema imethibitishwa shilingi kadhaa imetumwa kwa fulani bin fulani, ambayo katika namba hizo 3 unazoziona hapo katika skrini yako zinatumia jina la Bashir Hussein Lugamba. Zote namba ni za kwangu hizo na zote zipo WhatsApp. Kwa utachagua namba moja hapo katika hizo 3, ima ni ya Vodacom au ni ya Airtel au ni ya Yas au Tigo Pesa zamani, basi utaifanyia malipo namba hiyo, alafu utuma ule muamala kuja WhatsApp. Ukisha utuma kuja WhatsApp ule muamala wako kwamba imethibitishwa kiasi kadhaa imetumwa kwa Bashir Hussein Lugamba, ndio jina linalotokea kwenye namba zote 3 hizo, ikaja WhatsApp, basi chini yake pale ndio utaandika ofa ya Idi kubwa. Nini maana yake? Ni kwa sababu hii unathibitisha wewe ndio ulifanya malipo. Huenda katika muda huo unafanya malipo na kuna mwingine kafanya malipo. Kwa zile miamala mbili zikigongana, alafu wewe hujanitupa taarifa kwamba sasa umelipia au hujatoa taarifa hiyo, mimi sitaweza kuelewa kwamba hiyo pesa ni wewe umefanya malipo. Lakini ukisha screenshot ile picha ya muamala au kaupiga picha kupitia labda simu ya wakala, umelipia kupitia simu ya wakala, unaambia nakuomba huo muamala niwekee kwenye screen nipige picha kwa sababu kuna mtu nataka nimtumie uthibitisho. Basi ukisha upiga picha utautuma kama picha. Lengo ni mimi kujiridhisha kwamba wewe ndio ulifanya malipo hayo na unahitaji kupata ofa ya vitabu. Kwa hiyo ndio njia rahisi. Sasa kuna wengine pale huwa wanapiga simu kwanza kuhakiki. Unapiga simu kuhakiki kwamba je, hizi namba ni za kweli na zinapatikana? Ni kweli namba ni za kweli. Sasa kuna changamoto moja huwa inawakuta kwa wale ambao hawajui kununua vitabu, inawezekana na wewe kukutana changamoto hii. Ni changamoto ambayo unaweza ukajikuta umepiga simu mara kadhaa hijapokelewa. Shida sio kwamba mimi sizioni simu nakuwa naziona sana, lakini ninakuwa labda kwenye vikao vya dua. Sasa napokuwa kwenye vikao vya dua inaweza kachukua dua masaa 2, masaa 3, saa 1:30. Kwa muda ule wote utakaokuwa unapiga simu sitaweza kuipokea simu kwa sababu ya changamoto ya dua. Sababu unapoingia kwenye kikao cha dua hutakiwi kuzungumza na mtu yoyote, hutakiwi kutoka nje wala hutakiwi kupokea simu. Kwa hiyo sasa ukiona unapiga simu mara 2, mara 3 hijapokelewa, usizidi kupiga simu mara nyingi sana. Utaonekana msumbufu. Unachotakiwa ukifanya sasa hekima yake, unakwenda WhatsApp kupitia namba hiyo unaoipigia simu, unaandika ujumbe, shehe, mimi nina shida na kupata vitabu kwa bei ya ofa. Sasa mimi nikimaliza dua zangu kule ndio nitakuja sasa WhatsApp. Nikiwa na nafasi nitakuelekeza kwamba basi fanya malipo kupitia hivi. Basi hapo utakuwa umeshapata matumaini kwamba kumbe hii namba inapatikana kweli. Kwa sio kwa na imani, lakini ila kwa wale ambao wameshapitia changamoto ya kununua vitabu hata kimoja viwili, wanajua utaratibu. Ukishafanya malipo tu ukathibitisha muamala, ni muda huo kitabu kinakufikia na unaweza ukaanza kukifanyia kazi inshallah. Kwa hiyo huo ndio utaratibu wa kupata ofa ya vitabu, na ofa hii itadumu ndani ya siku kadhaa tu kutoka sasa kwa sababu imeanza mapema tofauti na tulivyotarajia kwamba itachelewa. Kwa hiyo inshallah huu ni utaratibu wa ofa. Naomba kwa wale wenye nafasi na walio ni DM wakaomba wapewe ofa hii japo muda haujafika, basi wanaweza wakaanza kunufaika na ofa hii. Sasa baada ya taarifa hiyo tunaenda kwenye somo ili tuangalie jinsi gani ya kuweka zindiko kwa kutumia mti wa mbazi. Ni mti ule wa mbazi unaofahamu. Ni mti wa mbazi unaofahamu. Kumbuka mti wa mbazi ni miongoni mwa miti inayotumika sana kwenye matibabu mengi. Yani ni mti unaotumika kwenye matibabu mengi. Mti wa mbazi unatibu vitu vingi, masuala ya mivuto ya kimwili, mivuto ya kikazi, mivuto katika biashara, kinga, kujificha dhidi ya maadui, kujificha dhidi ya wachawi. Mti wa mbazi huo una uwezo wa kufufua paka maiti.
Yani ule maiti aliyezikwa kule unaweza kutumika mti wa mbazi ukamfufua. Mti wa mbazi ndio mti ambao ndio kimbilio la wachawi wengi kuhifadhi mikoba na vifaa vyao vya kichawi. Lakini mti wa mbazi ndio mti ambao unapendwa sana na majini na mashetani. Lakini usiogope, lakini ndio mti ambao uko karibu sana binadamu. Sababu mwanadamu anaupanda mti huu kama sehemu ya nini? Ya kujitengenezea mazingira ya kutafuta mboga. Kwa sababu baadaye mti huo hutoa matunda, ukazaa matunda hayo na matunda hayo huliwa kama mboga. Hususan kwa wale watu wa Kigoma wanauelewa, na watu pia wa mikoa ya kusini huku kuanzia mikoa ya Lindi kwenda Mtwara huko wanalima sana mbaazi. Lakini hawaujui ndani yake una nini, na siko salau, kwa sababu elimu bwana ni kitu ambacho paka ufahamishwe, ufundishwe kama hivi ndio utaelewa ndani yake kuna nini. Lakini kama hujafundishwa unaweza ukawa unaishi na kitu cha thamani kubwa lakini usielewe thamani yake. Ila ukipewa ile nafasi ya kufundishwa thamani ya hicho kitu ulichonacho, unaweza ukashangaa ukasema ndio hichi. Mimi nakumbuka kuna mtu mmoja miaka kama 5 nyuma imepita, alikuwa rafiki yangu bwana, nikamuelekeza bwana, unaenda machimboni. Niage bwana, mimi naenda kutafuta hela machimboni. So unaenda machimboni basi jitahidi sana. Tafuta mti wa mbazi, ikiwezekana uchumi majani yake bwana. Nikamuelekeza utaratibu fulani, ukakoge kwa sababu usafishe mwili wako, huenda ukafika huko machimboni, ikafikia hatua unatamani kupata pesa lakini pesa hazipatikani, madini hayapatikani. Lakini ukisafisha mwili wako ukakaa vizuri, basi Mungu atafungua njia zake, kwa sababu tunatembea na manuksi mengi ambayo hatuelewi tumeyakwaa wapi. Basi yule bwana anaenda kufanya vile, ndani ya wiki mbili alienda akachimba akapata milioni 6. Akanipigia simu, nimepata milioni 6 bwana. Nikasema alhamdulillah. Basi Allah kubariki zaidi. Sasa hichi ni kitu kidogo tu ambacho unaweza ukafanya ukaona ni kitu kidogo, lakini mbazi ni mtu ambao unasaidia sana kwenye matatizo ya kuondosha manuksi na yule mtu ambaye amechelewa kuolewa. Lakini hatuzungumzii hizo habari. Leo tunazungumzia ni masuala ya kinga. Na ukitaka kufahamu mti huu vizuri, soma kitabu changu cha Maajabu ya Mitishamba namba 1, Maajabu ya Mitishamba namba 2 na hichi kitabu cha Mwongozo wa Tabibu. Nimeelekeza vizuri mti huu unavyotumika katika matumizi mbalimbali. Sasa iwapo kama unahitaji kuweka kinga au zindiko kwa kutumia mti wa mbazi, basi fanya ifuatayo. Utachukua vifaa vifuatavyo ambavyo ndo sacrifice au sadaka inayotumika kuendea mtu wa mbazi. Naposema sadaka ni kwamba kila mti, sio yote, lakini kuna baadhi ya miti yenye inatumika sana kwenye masuala ya dawa ina sacrifice zake. Yani inapenda uende na sadaka fulani. Kuna miti mingine inapenda nafaka, miti mingine inapenda vitu fulani, nyingine inapenda sarafu za pesa. Lakini mtu wa mbazi una sacrifice ambazo hizi ni constant, yani ni kitu ambacho ni muhimu. Kitu cha kwanza takiwa utafute ugolo. Kwa wale tuliokuwa nao pamoja kwenye klipi ya kuita mtu wa mbazi watakuwa na vifahamu hivi vitu. Na ndio vile vile kuna ugolo unatakiwa upatikane, kuna tumbaku. Sasa usije ukaniambia nikipata tumbaku basi nipata ugolo. Tafuta ugolo. Ni tumbaku iliyosagwa na ikadizainiwa vizuri hiyo. Watu wa Arusha wanaifahamu vizuri. Ugolo, tafuta tumbaku, tafuta na maziwa mabichi. Alafu tafuta na unga wa mtama. Unga wa mtama utajua utaupata wapi. Unaweza ukatafuta mtama ukaenda ukasaga mashineni ukapata unga wake. Maziwa mabichi ni maziwa ambayo hayajapita kwenye moto. Yani usije ukachukua maziwa ya dukani yameshachemshwa yakawekewa kwenye package ndo tafuta maziwa ambayo hayajapita kwenye moto. Hayo ndio maziwa wala sio yale ya mgando yale ya mtindi, wanasema maziwa ya mtindi, hapana. Yale maziwa fresh ila hajapita kwenye moto. Kisha ukivipata vitu hivyo nenda navyo katika mti wa mbazi. Kisha utafika pale, kabla hujaufikia ule mti hatua 3 mpaka 5, utapiga hodi mara 3. Yaani utasema hodi, 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 alafu mara 4 utajiitikia wewe mwenyewe kwa sauti ya chini kidogo, utasema karibu. Huo ni utaratibu. Unaweza kushangaa leo imekaje hii? Hii ndio utaratibu. Kama ukunielewa kwenye ile clip basi hapa jitahidi unielewe vizuri. Ukishajikaribisha mwenyewe utasogea mpaka kwenye ule mti, alafu uweke vile vifaa vyako hapo chini ya huo mti.
kwa kuomba jambo unaolikusudia. Ukishafika pale na kuweka vile vifaa vyako, yani unaweka kimoja kimoja. Na katika kuomba unaweza kusema hivi: ewe kikongwe, nimekuja. Huyu kikongwe ni ndio nani? Ndio mmiliki wa ule mti wa mbaazi. Yani anaishi pale, huyu ni jini anaitwa kikongwe. Na nilitoa nani utaratibu wake kwamba yeye huyu huishi kuanzia majira saa 12 jioni ndio huwasili katika ule mti, alafu ondoka majira saa 12 asubuhi na kwenda kwenye misitu iliyo karibu na eneo hilo. Huishi huko, baadaye hurudi tena. Kwa kama hujamuelewa huyu kikongwe ni nani, unaweza kufuatilia ile clip ya jinsi ya kuita mzimu wa mti wa mbaazi, nimemuelekeza vizuri. Kwa hiyo utakapofika pale, umeshaweka vile vitu vyako chini pale kimoja kimoja, utasema: wewe kikongwe, nimekuja kukuomba mzizi wa mti huu uende ukawe kinga au zindiko kwangu na kwa watu wengine. Lakini pia mzizi huo nakuomba ukazuie wezi, wachawi na majini wabaya. Unaona bwana utazungumza hivyo. Kisha ukisha kusudia hayo na kuyaweka hayo nani, kisha utaondoka kurudi nyumbani. Hiyo siku hautochukua chochote. Hiyo siku kumbuka, hautochukua chochote. Baada ya kuviweka vile vitu utaondoka. Ukishaondoka utalala. Na vizuri zoezi hili lifanyike jioni ya siku hiyo uliopo. Ukishalala, kisha kesho yake alfajiri mapema, kabla ukiwezekana hujazungumza na mtu yoyote, damka mapema asubuhi, nenda kwenye ule mti. Hata kama mti uko nyumbani kwako hapo wewe fanya ile zoezi mapema. Useme si uko nyumbani kwangu bwana, nitafanya muda wote. Simlali ni labda ungekuwa polini. Yani vyovyote utakavyokuwa, uwe polini, uwe karibu, uwe mbali, fanya zoezi hilo kwa umapema zaidi. Yani alfajiri ndio ufanye zoezi hilo. Kwa ukishaamka mapema bila kuongea na mtu yoyote, utakwenda hadi katika mti huo. Yani namaanisha hapo sio unafika asubuhi unaanza kumwamsha mke wako au mume wako, unaamsha watoto, sijui nendeni shule. Yani wewe kabla hujaongea na mtu yote, damka alfajiri, nenda katika ule mti mapema. Ndio kitu kinachokusudiwa hapa. Ukifika katika mti huo utapiga tena hodi, zile hodi mara 3 na mara 4, utajikaribisha mwenyewe. Kisha baada ya kuitikia utapiga magoti chini ya ule mti. Umeshafika sasa, utapiga magoti hapo katika ule mti. Kisha utaomba kwa kusema tena: ewe kikongwe, sasa nimekuja kuchukua mzizi wa mti huu wa mbaazi, uende ukawe zindiko langu na kwa watu wengine, na ukazuie wezi na majini wabaya. Sasa kuna swali moja kabla hujaendelea: kwa nini usichukue ile siku umekwenda na uje uchukue siku yake? Kwa sababu unapoenda pale jioni ile, huenda ule kikongwe akawa hayupo. Unaona bwana, huenda akawa hayupo. Lakini kitendo cha wewe kwenda pale na kuomba vile, yeye atakapokuja ataangalia nani alikuja na kwa nini kaleta sadaka hizi kama zawadi sisi za hapa katika mji huu wa mti wa mbaazi. Kwa atagundua makusudio yao, kwa sababu ni viumbe ambao wanaelewa hata vile vitu ambavyo vilifanyika nyuma yao ikiwa hawapo. Kwa ataelewa huyu mtu amekuja akaleta hivi alivyovileta, lengo lake kumbe ni kutaka nini? Apate kinga. Kwa hiyo akishafahamu hivyo, ina maana sasa yeye kikongwe ni jukumu lake kukusanya vijana wake wa kazi waweze kutia ule mti nguvu maalumu, ambayo ndio hiyo itaenda kwa sababu ya kinga kwako unakokwenda kuitumia, ili wewe utakapokuja kuchukua kesho yake ukute ule mtu umeshaandaliwa. Ni kama vile wewe unamwandaa mtu, bwana mimi kesho nitakuja kwako, nitakuja kuanzia majira ya saa 4 asubuhi, nitashinda kwako, nitaondoka majira ya saa 10. Kwa yule mtu ana taarifa. Ina maana kama kulikuwa hakuna chakula, lazima ataandaa chakula. Kama kuna vitu ambavyo ni vya muhimu wewe utakiwa uvipate kama huduma yako ukiwa pale, lazima utaviandaa, kuliko kwenda kwa mtu hujampa taarifa. Ina maana chochote utakachokikuta au utachokikosa itakuwa ni halali yako. Unaona, ndio hekima yake hapa ya kwenda leo na vitu unatoa pale, unazungumza makusudio yako, alafu unarudi nyumbani kesho yake ndio unaenda. Ina maana ile unakuwa umeshatoa taarifa
kwamba makusudi yako ni nini. Hapa nitaka nipaweke sawa ili kila mtu apaelewe kwamba kwa nini nisichukue siku hii nimeokwenda nije nichukue kesho, kwa sababu kama ni sadaka nimeshaleta. Sababu ni kwamba yule kikongo anaweza kawa hayupo muda huo unaoenda wewe, akaja baadaye akakuta taarifa yako, bwana kuna mtu alikuja hapa anataka zindiko, mzizi huu kamsaidia kama zindiko. Basi kaleta nini, kaleta hichi na hichi na hichi. Namna kama hiyo. Tumeshaelewana. Basi ukishazungumza hivyo kwamba hiyo kikongo nimekuja kukuomba mzizi wa mti huu ambazo ukawe zindiko kwangu na kwa watu wengine. Hii kwangu na kwa watu wengine pia unaweza kumfanyia mtu mwingine kupitia mzizi huo. Ndio maana ikakusudiwa kwamba na kwa watu wengine. Ukazuie wezi, wachawi na majini mabaya. Ukishazungumza hivyo kisha utachimba mzizi mmoja alafu utaondoka nao hadi nyumbani. Mzizi wa upande wowote ule. Katika mtu ambazo nimeshatoa mfafanuzi wa mizizi zote. Kuna mzizi wa mashariki una kazi yake, magharibi una kazi yake, wa kaskazini una kazi yake, wa kusini una kazi yake, lakini pia kuna ule mzizi mkuu unaenda chini pia nikasema una kazi yake. Ila hapa chimba mzizi wowote wa upande wowote utakaopatikana kwa ukaribu, basi unaweza ukauchimba. Kisha baada ya kuchimba mzizi huo unakuondoka nao hadi nyumbani, kisha utaukata vipande vidogo vidogo. Yani ziwe pigi. Pigi ni vipande vidogo vidogo. Sasa utaelewa udogo wake utakuwaje. Sababu udogo unaotaka kuuzungumza hapa utaiona kazi yake ya huo udogo. Kwa hiyo na wewe utakadiria udogo huo, je utafaa? Ukishakata vipande vidogo vidogo, kisha pigi hizo haijalishi ni ngapi, na wala hakuna idadi kamili hapa. Kwa sababu hii unaweza kutumia hata kumwekea mtu mwingine kinga hiyo. Kisha pigi hizo utammezesha jogoo mwekundu. Sasa hapa lazima uandae kuku jogoo ambaye ameshaanza kuwika huyu. Jogoo mwekundu, yani mwenye ana asilimia kubwa manyoya yake ni mekundu. Ummezeshe zile pigi. Akiwa jogoo ni mzima, azimeze zile pigi zile utakazokuwa umeziandaa. Ukikosa jogoo mwekundu basi utafute jogoo mweusi. Baada ya kummezesha basi hivyo vijiti ashinde navyo kutwa nzima ukiwa umemfunika na beseni. Yani ukishamezesha usimwache aende akatembee. Mfunike kama na tenga au beseni, kitu ambacho kitakuwa ni kizuizi kwake, ashinde pale pale. Ila chakula anaweza kaendelea kupatiwa akiwa katika ile eneo la kizuizi, kwa sababu chakula muhimu. Kwa hiyo iwe ni beseni au chombo chochote kitakachokuwa ni kizuizi cha kumzuia yeye asiweze kutoka. Kwa mfano kwa wale watu wa Kigoma, mikoa ya Katavi na mkoa wa Rukwa wanafahamu kitu kinaitwa matengo. Wanapenda sana kubebea samaki. Wale samaki wa kavu wanaitwa mikebuka. Sasa yale matenga unaweza kumfunia, sababu ile tenga inakuwa na matundu vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikamsaidia yule jogoo kuendelea kuishi vizuri, lakini akiwa katika kizuizi. Na kwa wale wa mikoa mingine mtaelewa kitu gani mnaweza kukitumia kama sehemu ya kumfunikia. Sasa ikifika jioni ya siku hiyo hiyo, maana hiyo zoezi unalifanya asubuhi, ambao umetoka tu kule umechukua zile pigi zako umezengeza vizuri ukammezesha, ndo atashinda nazo ukiwa umemfunika. Alafu ikifika jioni watakiwa umchinje huyo jogoo kwa manuizi. Manuizi utasema hivi, na haya manuizi yako katika kitabu cha Mwongozo wa Tabibu. Kwa hiyo kama kitabu hicho unacho, unaweza usihangaike sana na kukariri manuizi yangu hapa, lakini hayo manuizi yapo katika kitabu. Kwa wale wenye vitabu hivi hususan kitabu cha Mwongozo wa Tabibu, unaweza ukaenda kuangalia manuizi yalivyoandikwa. Utasema hivi, wewe kuku, yani wewe jogoo, wewe kuku na kuchinja. Na hapa hauanzi na bismillah. Kumbuka hii ni sacrifice ya viumbe wengine. Hapa hujachinja kwa ajili ya Mungu. Na tulitoa taarifa kwamba kuna vitu vinataka utaratibu, havitaki sheria. Sasa huu ni utaratibu wa kutengeneza hii dawa. Kwa hiyo hakuna sheria kusema lazima uchinje kwa kuanza na bismillah. Wala uelekee siji kibla. Yani unaweza kuchinja vyovyote vile, kwa sababu hii ni sacrifice ya kiumbe mwingine ambaye unahitaji msaada kupitia kiumbe huyo. Kumbuka hizi ni elimu za tiba. Hatujazungumzia elimu za kiimani. Hizi ni elimu za tiba. Sasa elimu za tiba zina utaratibu wake, na ukifuatwa unafanya kazi vizuri. Ukiugeuza ukaleta utaratibu mwingine, unashangaa vile vitu havifanyi tena kazi, kwa sababu umekwenda kinyume na utaratibu. Kwa hiyo utasema wewe kuku na kuchinja, naomba na wewe unichinjie wachawi watakaokuja katika mji wangu, na nimekumezesha dawa utakazokufa nazo. Naomba hizo dawa ziangamize
uadui, maana dawa hizo ndizo zilizofanya nikuchinje au nikakuchinja. Hiyo ndio itakuwa nia yako. Kisha utamchinja jogoo huyo. Kisha mchinja jogoo huyo, baada ya kumchinja kuku wako utampasua na utazitoa hizo pigi. Sasa mtu anaweza kusema liku lile pigi mimi utazitoa wapi? Utafuatilia mfumo wa chakula Sio kwamba kila kitu kinachoingia ndani ya mwili wa kiumbe kilicho hai kinakwenda tu ovyo ovyo, kina taratibu zake. Kitapitia kwenye utumbo mdogo, kiende kwenye utumbo mkubwa, ndio kiende. Sasa hizo pigi hataweza kuzimengenya kwa siku moja na zikasambaa. Kwa hiyo utazikuta tu eneo la katika kuanzia kwenye mfumo wake ule wa chakula. Sehemu yote unaweza kuzikuta kwenye utumbo mdogo, utumbo mkubwa, au kwenye eneo la kuhifadhia baadhi ya vyakula ambavyo vinahitaji kusagwa baadaye. Kwa hiyo utazichomoa zile pigi, unaona bwana Ukishachomoa zile pigi utazilowesha au utaziloanisha na damu ya jogoo huyo. Kwa hiyo hakikisha kipindi unachinja ule jogoo, ile damu umeitegea chombo maalum ambacho kitakuwa kinahifadhi ile damu na isimwagike tu ovyo ovyo kuelekea chini. Kwa hiyo ukishazitoa zile pigi utaziloanisha na ile damu ya jogoo. Sasa ukitaka kuzindika, hapo tayari unakuwa umeshamaliza kazi yako, lakini nitakupa utaratibu mwingine hapo mbele kidogo. Sasa mfano ukitaka kuzindika nyumba yako au eneo lako unataka kuliwekea kinga, basi unachukua zile pigi, utachukua pigi zenye idadi ya 7. Alafu utazitia katika chupa nyekundu, chupa ambayo ina rangi nyekundu. Kisha utaweka na michanga ya pembe 4 za eneo lako, ima ni uwanja au ni nyumba yako. Eneo unalotaka unachukua michanga kwa makusudio maalum kwamba eneo hili ndo nataka niliwekee kinga kwa kulifunga, basi unaweka katika kile kichupa chako. Alafu utazika katikati ya mji wako au eneo la uwanja wako. Na kama una chumba kimoja labda wewe bado umepanga, basi chupa hiyo unaweza kaitundika juu ya mlango au ukafikia chini, inategemeana na eneo hilo, labda limeshasakafiwa na mambo ya tiles sijui nini. Kwa unaweza ukatundika hata juu, ikakaa juu ya mlango pale, mambo yakaendelea vizuri. Sasa ukiweka hiyo kinga, hakika hawezi kuingia mchawi aina yoyote katika eneo hilo. Na kama akilazimisha tu kuingia hilo eneo, basi na yeye kitamkuta kilichomkuta jogoo. Atachinjika kama jinsi uliomchinja jogoo wako. Hii ni kinga hatari ndugu yangu. Yaani wewe umepata tu bahati ya kusikiliza leo. Yaani kwa sababu si ni wajibu wetu kufundisha, lakini kinga hii huwezi kaenda kwa mtaalamu akakufanyia kirahisi. Na kuna mwingine anaweza kukuambia bwana nilipe 500. Yeye ukaja ukashangaa tunasema mimi naweza kukuwekea kinga hapa, mchawi asiingie hapa. Ukampe bei gani? Anakuambia hapa labda 500 unaweza katosha au 1,000,000. Ukajua labda ni kitu kigumu sana amekiweka pale. Ni hichi kitu anaweza kakiweka, lakini hakupi utaratibu huu. Leo tunafundisha hivi utaratibu kwa sababu ni wajibu wetu kufundisha, lakini vitu hivi tayari tumeshavitolea ufafanuzi kwenye vitabu. Sasa kuna watu wanavisoma hawaelewi. Ndio maana nimesema hivi, hichi kitu nimeforcewa na watu wengi nije nikifundisha kwa sababu watu wengi wamesoma hawajakielewa eti. Kwa huu ndio utaratibu wake. Kwa hiyo vile ulivyomchinja yule kuku, na mtu yote atakayekuja kwa nia mbaya na uadui atachinjika. Atachinjika, subhanallah. Hatari sana hii sheikh. Sasa kuna utaratibu kingine unaweza kaongeza. Hapo mpaka hapo unakuwa umeshakamilisha tayari zoezi lako. Ukitaka hilo zindiko lako liwe kali sana, sasa hii ni kwa wale wakatili zaidi, maana kuweka tu hizi ndiko ni ukatili kwa sababu utawahala si watu wengine. Lakini kuna wale wakatili zaidi, asema mimi sitaki mchezo katika nyumba yangu, mtu asije akachezea mali zangu, akachezea familia yangu, akachezea watoto wangu wa kike. Maana wachawi bwana wana mambo ya ovyo ovyo, wanaweza kanalala na mabinti zako, wala binti zako wako bale miaka 15 mpaka 20 25 pale, wamenawili ndio mtu anakuwa anakuja analala nao usiku, wanalala wameota mandoto ya ovyo ovyo. Wanaingiliwa, unaona. Anashindwa kumwambia babake, anamwambia mamake, mama mimi mbona kila siku na yote naingiliwa, hii imekaja saa mwanangu ni mandoto tu ya majinamiza. Kumbe kuna watu wanakula mizigo pale. Huelewi. Sasa utaki familia yako ichezewe. Hawa sasa wanaweza wakasema tunataka tuongeze ukali. Ukitaka zindiko lako liwe kali sana, basi utachukua hizo pigi 7,
baada ya kuzitoa kwa jogoo na kuziwanisha katika ile damu ya jogoo. Kisha utazitia tena katika chungu kipya. Unatakiwa utafute chungu cha udongo. Hivi vyungu vinauzwa masokoni jamani, kwenye miji mikubwa, masoko yale makubwa huwa vinapatikana. Kama hauwezi kuvipata, unaweza hata kwa kitengeneza wewe mwenyewe kwa utaratibu wa kutengeneza viungu. Naulizia tu watu wa zamani kidogo, wanakuelewesha jinsi ya kutengeneza chungu. Ni chombo cha udongo hichi. Kisha ukiziweka katika kile chungu cha udongo, kisha utachinjia jogoo mwekundu ndani yake. Hadi umeshachinja ule wa kwanza, ule anafutwa sasa pale. Unaanza tena upya. Unatafuta tena jogoo mwingine mwekundu, alafu utamchinja ndani ya kile chungu kwa nia yako ya kuhitaji kinga katika eneo lako. Kisha utatia na mchanga wa njia panda 7. Hapa sasa kwenye njia panda tuelewane. Kwenye njia panda tuelewane. Kwenye njia panda ipo hivi. Njia panda nishasema kuna njia panda dume na njia panda jike. Nafikiri clip iliyotangulia imeshakieleza hicho kitu. Sasa wewe tafuta njia panda tofauti ziwe 7. Iwe dume iwe jike, lakini tafuta njia zile zilizoingiliana ziwe 7. Yaani ukifika njia ya kwanza, hizi njia panda zimekutana hapa, chukua mchanga. Ondoka, nenda katafuta njia nyingine, njia panda zingine zimepokutana, chukua na mchanga. Sasa nyingine mpaka zifike 7. Maana mwingine ukishasema hivi uchukua mchanga wa njia panda 7, atatafuta njia 7 zilizoingiliana. Yaani kuna watu ni wagumu kweli kuelewa, lakini ndio kazi yetu kufundisha. Ndio maana tunajitahidi kunyumbulisha maneno ili watu waelewe vizuri. Kwa ni njia panda 7 tofauti. Sio njia panda zilizoingiliana ziwe 7 zimekutana. Hauwezi kukutana na njia hizo dunia nzima. Tembea dunia nzima uweze kukutana njia 7 zimekutana sehemu moja. Ni adimu sana. Labda kwenye maeneo ya nini yale wanaita roundabout, lakini hata mimi mwenyewe nimetembea baadhi ya mikoa mingi sana, ila si kuziona hizo njia panda 7 zimekutana sehemu moja. Sana utakuta ni 4-3, biashara imeisha. Sasa ukishapata hizo michanga za njia panda 7 tofauti, utatia mule ndani ya kile chungu. Kisha utaweka na kitu kinaitwa sindano. Ila sindano ziwe 7. Na hizi sindano zina siri kubwa. Nimeshafundisha makinga yake, mazindiko yake kupitia sindano, kupitia kile kitabu cha Maajabu ya Mitishamba namba 2 kile. Ukikifuatilia kile unaweza kukutana na hizi habari. Ukishaweka sindano 7 zile za kushonea nguo zile, tafuta na wembe 7 ziwe mpya, tia mwenye chungu mle. Alafu utafute na pini 7, pini zile zenye wanatumia kina mama kuwafungia nepi watoto. Chukua pini na zenyewe 7. Kwa hiyo utakuwa kuna wembe 7, sindano 7 na wembe 7. Kisha utaokota na michanga inayozunguka mji wako. Yani zile michanga ambazo zinazunguka lile eneo lako, yani kwenye pembe hii. Alafu utatia ndani ya kile chungu. Kisha utakifukia chungu chako hicho na kitambaa. Yani utakifunika kwanza hicho chungu na kitambaa chekundu. Na vizuri kama utapata cha kuogota kitakuwa bora zaidi. Utakifunika na vile vitu vyote viko ndani ya mule mwenye chungu. Alafu kisha kifunika, utakwenda kukizika katikati ya mji wako au katikati ya eneo lako, au utaweka ndani. Hapo umeongeza ule ukali tuliozungumza hapo awali kwamba kinga yako itakuwa ni hatari kweli kweli. Utakuwa unasikia watu wanaumia, utakuwa sema kwa fulani bwana hapa ingiliki pale. Yule fulani mchawi mkubwa sana. Watu kumbe wanakuchezea wenyewe, afu unakuta ile madhara yanawalejea wao au wanajikuta wanaumia. Kwa hii ni moja ya kinga hatari sana. Sasa hii kinga ni hatari sana. Atakikuja kuchezea eneo lako kichawi, basi na yeye atachinjika kama alivyochinjika yule kuku wako. Angalizo hilo. Usije ukafanya kinga hii kwa mchezo au wewe hii sio nyumba yako ukaenda ukaweka kinga, kumbe baba mwenye nyumba ni mchawi, atakufa. Uelewe kabisa, umeweka kinga kwenye nyumba isiyo kwa kwako, kumbe baba mwenye nyumba. Maana watu wengi wanaomiliki vitu wanakuwa wengi ni wachawi, sio wote. Unaweza kukuta umeenda kupanga nyumba ya mtu, baada ya kupanga nyumba ya mtu kumbe yule mwenye nyumba ni mchawi.
anamiwangia pale, mnashindwa kupata maendeleo, mnashindwa kufanikiwa. Ameshamegeuza nyewe ndo kama chuma uletu. Kuna nyumba zingine shekhe, ukienda ukapanga upati pesa, upati maendeleo, ila ukihama nyumba ile ukaenda nyumba nyingine unashangaa baraka zinafungwa. Kumbe kuna watu wanamigeuza juu chini chini juu. Yaani kile kipato chenu kinakuwa kinaingia kwa baba mwenye nyumba, ila muelewi ni aina za chuma ulete hizo. Kisa tu umekaa nyumbani kwake. Sasa usije ukafanya hii kinga kwenye nyumba ya mtu. Mimi nakutahadharisha kabisa. Unaweza ukaleta madhara makubwa sana. Vizuri wale wenye miji yao wameshajenga, wameshajipata vizuri, hawataki michezo sasa kwenye nyumba zao. Wanaweza wakafanya kinga hii. Na inshallah itawasaidia. Hii ni kwa wale ambao hawajui kutumia Qur'ani au wanaojua kutumia Qur'ani ila wameona waweke wigo mpana wa kutumia kinga. Na inshallah nitakuja kufundisha kinga nyingine kupitia Qur'ani siku chache zijazo kutoka leo, kwa sababu tunakwenda sawa sawa. Kama wewe mitishamba huipendi au huhitaji, unaweza kutumia pia kinga kupitia dua. Kwa mimi nitakuja kufundisha dua nyingine ya kinga katika siku chache tu zijazo kutoka sasa. Kwa kama wewe kinga utaona mimi sihitaji, nataka Qur'ani, basi itakuja Qur'ani ambayo haina vitu vingi kama hivyo. Inshallah, hii ni Tiba Facts Online TV. Mimi ni Ustaz Bashir. Leo tulikuwa tunajifundisha namna ya kuweka kinga kwa kutumia mti wa mbazi. Nafikiri utakuwa umenielewa vizuri. Kumbuka ofa inaendelea. Sasa ofa imeanza rasmi na itaendelea kutoka sasa kuanzia saizi unavyosikiza hii clip, na mwisho ofa hiyo tutatangaza soon. Tutakapoona watu waliohitaji wamekamilika au tunaona tayari watu wameshapatikana kutosha, tunaweza tukaiondoa ofa hii. Lakini hili litategemeana na hekima zetu na mahitaji ya watu vile vile, kwa sababu sio kila mtu anahitaji vitabu hivi, kwa sababu wengi wanavimiliki. Maana nikiangalia orodha yangu hapa paka saizi watu wanaomiliki vitabu hivi si chini ya 500. Sasa 500 ni watu wengi sana Sheikh. Yani wanaomiliki vitabu ni zaidi ya watu 500. Kwa hiyo ni wengi, lakini subscriber wa channel hii ni watu 20,000. Kwa kuna watu kama 15,000 hawana vitabu, lakini si jukumu la kila mwenye anafuatia channel hii kupata vitabu, ila yule mwenye uhitaji wa kusema na mimi nahitaji kuwa na elimu ya tiba, nisaidie mimi. Maana unaweza ukawa wewe huhitaji elimu, lakini kesho utakuwa na familia, kesho utakuwa na hichi. Kuna wakati utahitaji ulinzi, kwa sababu hizi elimu tunazijifunza au tunazisoma iwe kama sehemu ya self defense, ulinzi binafsi. Sio lazima uwe mtaalamu, sio lazima uwe mganga. Ukitaka uyafanye sawa kuwasaidia watu, lakini anza kwanza kujisaidia wewe, isaidie familia yako, alafu weke heshima. Watu wasikuchezee, wasikugeuze vile wanavyotaka. Kwa hii itakusaidia kukupata heshima katika mtaa wako, katika mji wako, na utaishi kwa amani. Mambo yako utafanya vizuri, ukifanya biashara zitaenda, kwa sababu utajua mbinu gani naweza nikazifanya nikavuta wateja katika biashara, nikakinga biashara zangu, nikakinga familia zangu. Utayafahamu yote kupitia hivi vitabu. Kwa sio lazima uwe mtaalamu, na wala isizoeleke wala isiaminike kwamba kujifundisha elimu ya tiba lazima uwe mganga. Hapana. Kuna wengine wamejifundisha elimu hizi na sio waganga kabisa, na wala hawataki uwe uganga. Wanachotaka wao ni wajisaidie wao yanapotokea matatizo, na wawasaidie ndugu zao, majirani zao na watu wa karibu yao, lakini hawahitaji masuala ya kiganga. Kwa usije ukakariri kwamba yoyote anayejifundisha elimu ya uganga au ananunua vitabu vya tiba ni mganga au anataka kuwa mganga. Hapana, hiyo usikariri kabisa, na wala haipo hivyo. Inshallah tukutane siku zingine sana, wakati mwingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.